Kuanzisha biashara. Je, unajua kwamba watu wengi wanaogopa kuanzisha biashara ya hardware au vifaa vya ujenzi, wakiamini inahitaji mtaji wa mamilioni ya shilingi, labda milioni 50 au hata milioni 100. Hiyo ni dhana potofu iliyopitwa na wakati. Kama wewe ni kijana, umemaliza chuo au unataka kujiajiri, leo nitakufundisha mbinu ya smart hardware. Hii ni mbinu ya kuanza na mtaji mdogo kwa kulenga bidhaa zinazotoka haraka, yaani fast moving items. Usihangaike na tiles za gharama au mashine kubwa. Anza na unachokiweza. Karibu kwenye How to Start Business Channel na twende darasani sasa. Sasa hatua ya kwanza ya kuchukua inahusu eneo la mkakati, yaani location strategy. Kosa la kwanza la wengi ni kukimbilia kufungua hardware katikati ya mji au town. Huko kodi ni kubwa na ushindani ni mkali. Siri ya mtaji mdogo ni kupeleka huduma site. Tafuta eneo ambalo lina ujenzi mwingi unaoendelea, maeneo mapya ya makazi. Kwa nini? Kwa sababu mafundi na wenye nyumba wanataka kupunguza gharama za usafiri. Fundi akiona anaweza kupata mfuko wa saruji au kilo ya misumari mtaa wa pili hata kwenda mjini. Eneo lako ndio mtaji wako wa kwanza. Hatua ya pili ni bidhaa za kuanza nazo kwenye biashara ya hardware. Sasa tuingie kwenye hesabu. Usijaze duka na vitu vya urembo vinavyokaa miezi mitatu store. Nunua vitu vinavyotoka kila siku. Hizi hapa ni top 4 za kuanza nazo. Kwanza ni saruji, yaani simenti. Hii faida yake ni ndogo sana kwa mfuko, lakini ndio sumaku ya wateja. Mtu akija kununua saruji, atanunua na vitu vingine. Namba 2 ni misumari ya waya, yaani binding wire. Hapa ndipo penye faida. Kilo ya misumari ina faida nzuri na haiharibiki. Namba 3 ni mabomba na fittings, yaani plumbing. Elbows, tees na mabomba ya maji ya plastiki. Hizi ni bei che kununua jumla na zinahitajika sana wakati wa finishing. Namba 4 ni rangi za kawaida. Usianze na rangi za kompyuta za mamilioni. Anza na rangi za maji na mafuta, yaani oil paints. Zinatumika zaidi kama cream na white. Sasa kanuni ni rahisi sana. 80% ya mtaji wako iende kwenye vitu vinavyozunguka ndani ya wiki moja. Hiyo inaitwa cash flow. Hatua ya 3 ni mahusiano na wasambazaji. Unapokuwa na mtaji mdogo, network yako ndiyo pesa yako. Jenga mahusiano na maduka makubwa ya jumla. Ukiaminika, unaweza kuanza kupewa mzigo kidogo kwa mali kauli, yaani consignment. Unauza, unarudisha pesa, unabaki na faida. Pia, toa huduma ya usafiri wa bei nafuu. Hata kama huna gari, kuwa na mkokoteni au bodaboda ya karibu unayoweza kuwatuma wampelekee mteja site kwake. Hii convenience ndiyo itakufanya ushinde ushindani wa maduka makubwa. Karibu kwenye How to Start Business Channel. Sehemu pekee tunapojifunza kwa vitendo jinsi ya kujiajiri na kutengeneza pesa. Kama ndio mara ya kwanza,
Hapa data zetu zinaonyesha asilimia kubwa ya watazamaji wetu bado hawajasubscribe. Fanya hisani, bonyeza alama nyekundu ya subscription na kengele ili usipitwe na mbinu za biashara tunazotoa kila wiki. Kumbuka, biashara ni kuthubutu. Usisubiri uwe na kila kitu. Anza na duka dogo la frame moja au hata kontena. Bora tu uwe eneo sahihi na bidhaa sahihi. Kama video hii imekupa mwanga, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uweke comment hapo chini. Je, ni bidhaa gani ya ujenzi ambayo unahisi inalipa zaidi? Nitajibu maswali yenu yote. Tukutane kwenye video ijayo. Kwaherini. Kuanzisha biashara.